wenye weledi na umahiri mkubwa, kwa sababu hauzingatii shauku ya kujifunza kwa wanafunzi, lakini pili, hauzingatii vipaji vya wanafunzi. Mheshimiwa Mwenyekiti, Profesa Howard Gardner wa Chuo Kikuu cha Harvard ameandika kitabu kinaitwa Frames of Mind. Katika kitabu chake anasema wanadamu wana vipaji vya aina 9. Kwanza, uwezo wa kuzungumza na kuandika. Pili, kutunza mazingira. 3, kucheza michezo ya aina mbalimbali. 4, sanaa ya ufundi ya ubunifu. 5, ushirikiano na mahusiano katika jamii. Na 6, kazi za mikono na ufundi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa bahati mbaya mifumo yetu ya elimu na malezi inadumaza vipaji, uwezo na karama za wanafunzi, kwa sababu inawalazimisha wasome masomo yasiyoendana na shauku zao pamoja na vipaji. Uzoefu unaonyesha watu waliofanya mambo makubwa duniani wamefanya mambo wanayoyapenda moyoni na yanayozingatia vipawa vya asili. Matokeo yake ni nini? Ya kuwalazimisha, kama mzee ni daktari, anataka na mwanawe awe daktari. Kama ni mhasibu, anataka. Hatari yake ni nini? Inaathiri ari ya kujifunza na ubunifu. Mheshimiwa Mwenyekiti, hivi karibuni serikali imezindua sera mpya ya elimu. Hata hivyo, kwa maoni yangu, utekelezaji wake unahitaji kiwango kikubwa sana cha fedha ili kuandaa walimu wenye ujuzi, ujenzi wa maabara za kisasa na karakana za ufundi. Ili tuweze kukabiliana na tatizo hilo, Mheshimiwa Mwenyekiti, napendekeza tufanye mambo mawili ya msingi. La kwanza, serikali itumie ipasavyo Chuo Kikuu Huria cha Tanzania kuandaa walimu kwa mafunzo, hasa katika mbinu za kisasa za kufundishia, na hapa nasisitiza matumizi makubwa ya teknolojia ya kisasa na ubunifu katika elimu. Walimu wanaweza kutumia projector, wanaweza kutumia kompyuta, wanaweza kutumia mitandao kuwaonyesha watoto majaribio mbalimbali ya kisayansi na kiufundi bila ya gharama kubwa. Unaweza kuwaonyesha watoto jinsi damu inavyotembea kwenye mwili. Unaweza kuonyesha jinsi mimea inavyotengeneza chakula kwa kutumia nishati ya jua. Unaweza kuonyesha jinsi miti inavyosaidia kutengeneza mvua. Jambo la pili, naiomba serikali ihimize matumizi ya mazingira ya shule na sayansi ya nyumbani katika ufundishaji. Kwa mfano, tunaweza kufundisha masomo ya sayansi kwa kuonyesha watoto jinsi nishati ya jua inavyotumika katika shughuli mbalimbali za binadamu, usafi wa mwili na utunzaji wa mazingira. Mheshimiwa Mwenyekiti, ili tuweze kujenga taifa linalojitegemea, elimu yetu inapaswa kujengwa kwa misingi ya kujitegemea kama alivyosema baba wa taifa hili. Misingi ambayo inazingatia si mafunzo ya ufundi peke yake, bali mafunzo ya sayansi na teknolojia, ubunifu, ugunduzi, uvumbuzi. Mheshimiwa Mwenyekiti,
Nalisema hili suala la elimu la kujitegemea kwa sababu ninasikitika sana kwamba tuna vitivo vya kila aina vya uhandisi, lakini bado haviwezi kutoa majibu ya masuala ya msingi ya matatizo ya taifa letu. Nitatoa mifano mitatu. Wa kwanza, tuna mwanga wa jua kila mahali. Wahandisi hawatusaidii kubuni teknolojia inayoweza kuvuna mwanga ili nishati ya mwanga itumike katika kilimo cha umwagiliaji maji na kuendesha pampu za kusukumia maji na matumizi ya majumbani. La pili, tunaagiza mitungi ya gesi kutoka nje. Tunaagiza majiko sanifu wakati tuna wahandisi wa kila aina. Na tatu, tuna wahandisi wengi lakini bado madaraja na majengo mbalimbali katika nchi yetu yanajengwa na watu kutoka nje. Nilikuwa na tafakari, nikasema kwa nini katika anga kuna hewa ya hydrogen ya kutosha? Kwa nini wahandisi hawaivuni tukaweza kuitumia kama nishati? Nalisema hili kwa sababu hivi karibuni kuna kijana mmoja Zimbabwe amebuni teknolojia ya kuvuna mawimbi ya redio yanayotumika kuendesha gari badala ya mafuta. Kwa nini lisiwezekane hili? Mheshimiwa Mwenyekiti, mwisho, kwa maoni yangu kuna haja ya kuangalia muundo wa vyuo vikuu vyetu vya Tanzania ili visisitize mafunzo ya vitendo zaidi kuliko nadharia. Napendekeza tuwe na vyuo vya aina tatu. Ya kwanza, tuwe na vyuo vikuu vya utafiti, yaani research universities. Pili, tuwe na vyuo vikuu vya mafunzo ya kazi mbalimbali, yaani professional studies. Na mwisho, tuwe na vyuo vikuu vya sayansi na teknolojia, yaani University of Applied Sciences and Technology. Baada ya kusema hayo, naunga mkono hoja. Asante sana Mheshimiwa Shams Final Nahodha. Nimwite sasa Engineer Ezra John Chiwelesa, atafuatiwa na Mheshimiwa Simon Songe Lusengekeli. Mheshimiwa Sofia Makagenda ajiandae. Mheshimiwa Mwenyekiti, nichukue nafasi hii kushukuru kwa kunipa nafasi ya kuwa mchangiaji wa pili katika hotuba hii ya bajeti ya ofisi ya Waziri Mkuu. Lakini kipekee niungane na Watanzania wenzangu kuipongeza klabu ya Simba, benchi la ufundi, uongozi na mashabiki wote walioko nyuma ya timu na hatimaye jana timu